Hello guys, mambo vipi? Natumaini ni wazima wa afya. Kwa majina naitwa Latifa Isa, najishughulisha na masuala mazima ya fashion and design. So wapendwa wangu, karibuni sana kwenye channel yetu pendwa ya TZ Fashion. Tuangalie mishono mizuri kabisa ambayo nimeweza kuandalieni siku ya leo. Kama ni mara yako ya kwanza mpendwa wangu kuangalia video yetu, naomba bonyeze hayo maandishi ambayo yameandikwa subscribe yako chini ya hii video ili usipitwe na video zetu kila tutakapokuwa tuna upload video, kwa sababu kila siku tuna upload video mishono mipya kabisa ya kisasa. Mishono yote ambayo inatoka tunaiweka hapa, lakini pia tunapata nafasi ya kuweza kudiscuss mishono mbalimbali na jinsi gani ya kuweza kudesign mishono hiyo. Kwa hiyo utakapokuwa unafuatilia TZ Fashion au utakapokuwa uko ndani ya TZ Fashion, mwanafamilia ya TZ Fashion, hauwezi kuondoka bure. Utakuwa unaondoka na kitu, maana katika video zetu tutakuwa tunajifunza. Kwa wale wageni, tunakuwa tunajifunza mishono ya aina mbalimbali na jinsi gani ya kuweza kudesign mishono hiyo. Kama unapenda kuweka maua katika mishono yako, pia tunakuwa tunaeleza hapa mishono hiyo inakaa sehemu gani, maua yanakaa sehemu gani, fabric tofauti tofauti tunajifunzia hapa TZ Fashion. Kwa hiyo wapendwa wangu, karibuni sana. Usiscroll video hii, tuangalie kwa pamoja, tujifunze namna gani ya kuweza kudesign mishono ya aina mbalimbali. Kwa hiyo wapendwa wangu, sitaki kupoteza muda, tuende moja kwa moja tukaangalia mavazi ambayo nimeweza kuweka siku ya leo, lakini pia kuweza kudiscuss mishono hiyo ambayo nimeweza kuiweka. Jinsi gani ya kuweza kustyling mshono huo, lesi inakaa wapi, maua yanakaa wapi, unaweza kuweka fabric tofauti lakini fabric hizo zinakaa sehemu gani. Kwa hiyo twende tukajifunze kuweza kuangalia mishono hiyo ambayo ya maua, mishono ya aina mbalimbali ipo hapa. Kwa hiyo mpendwa wangu, tunaanza na mshono wetu wa kwanza ambao tutaweza kudiscuss kwa pamoja. Mshono wa rangi ya blue, uangalie vizuri huo mshono. Angalia mkono wake mmoja ni mrefu, umewekewa ua kuanzia juu mpaka chini. Angalia vizuri huo mshono, then naombeni comment hapo umependa styling gani ya huo mshono hapo ambayo nimeweza kudiscuss. Lakini pia tunaweka short dress. Kwa wale ambao wanapendaga vimini jamani, karibuni. Hii ndio nafasi pekee ya kuweza wewe kujua mishono yako unayoitaka. Swaga zote ziko hapa, mishono ya Kiafrika, mishono ambayo Mwafrika yote anaweza akavaa na kapendeza. Bila kusahau mishono ya wedding iko hapa, mishono ya couple, mishono ya watoto, outfit zote zinapatikana hapa TZ Fashion. Kihara, abaya zote, mabaibui ya aina tofauti tofauti yapo hapa TZ Fashion mpendwa wangu. Kwa hiyo utakapokuwa ndani ya TZ Fashion mpendwa, utakuwa hauondoki bure. Utajifunza namna mbalimbali ya kuweza kudesign, lakini pia kustylish mwili wako. Mwili wako unataka nguo ya aina gani? Kwa hiyo TZ Fashion tupo hapa kwa ajili hiyo. Lakini pia nahitaji comment kwa mishono ambayo nimeweka, like mishono mingi ambayo nimeweka hapa, please naombeni taji comment. Umependa mishono mmoja, unaweza kaweka kopa katika comment yako, au vimotomoto moja kwa moja. Najua kabisa mishono niliyoiweka mmeipenda, mmeifurahia. Tuende katika mishono yetu ya mwingine ambao umechanganywa na fabric ya pink. Kama hivyo tunavyoona ni outfit, ukiangalia lesi imeweza kushamiri, lakini pia ina fabric ya rangi ya pink. Lakini pia kuna hiyo hapo ni kitenge kina fabric ya rangi ya black ambayo ni rangi nyeusi, ameweza kunogesha katika mshono wake huo. Pia vile vile outfit nyingine ni hiyo hapo, ina lesi pamoja na blue color, light color, yani light blue, imeweza kunogesha sana. Mimi huwa napendaga sana white colors, kwa hiyo nimeweza kuweka mmoja wapo wa white color, lakini ni simple na ni mzuri na umeweza kupendeza sana. Kuna outfit nyingine hiyo hapo, ukiangalia mkono mmoja, lakini pia imeweza kushamiri sana rangi yake, imeweza kunogesha, lakini pia ameweza kuweka ua katika muonekano huo wa hiyo nguo. Haya mpendwa wangu, tuangalie mshono mwingine ambao umeweza kujaa fabric tofauti hapo. Tukiangalia huo mshono umeweza kubamba, umekuwa mzuri sana katika huo muonekano wake wa hiyo nguo. Kilemba kimetulia sana katika mshono huo hapo. Haya, tuangalie
behind alivyoweza kunogesha, alafu pia tuangalie jinsi nguo ilivyoweza kukaa. Green imenogesha sana. Tukiangalia katika grasses, yani chini kwenye majani, tukiangalia nguo ambayo imeweza kuvaa ni ya green ambayo ni kijani, imeweza kumpendeza sana. Haya, background tunaiona. Background ni ya red, lakini muonekano wa nguo yake ni black and red. Kwa hiyo unapokuwa unavaa, tengeneza kwanza muonekano wake wa background, alafu pia utaweza kujua nguo ambayo unayotakiwa kuivaa. Hapo imependezesha sana. Kuna gold, lakini pia kuna black, imeweza kunogesha sana katika muonekano wa vazi hilo hapo. Kuna mavazi kama hayo ni ya white, lakini angalia maua yake yalivyoweza kutulia, mikono mirefu, skirt na blouse nzuri sana, zimeweza kupendeza kwa muonekano huo ambao tunauona hapo. Haya mpendwa wangu, naomba uniambie hapo comment mshono gani umeweza kuvutia zaidi. La pia kuna mshono ambao haujaweza kuvutia, naombeni comment hapo chini kuniambia kwamba mshono gani unautaka, au pia kuna mshono wote ambao hauja kuvutia. Kwa hiyo nahitaji comment hapo chini uniambie chochote ambacho unajihisi kuniambia. Please, hapo chini ndio ni sehemu pekee ya kuweza kuandika comment yako, na sisi moja kwa moja tutazifanyia kazi hizo comment zenu. Angalieni mshono wa rangi huo hapo ulivyotulia, angalieni rangi zake zilivyotulia, angalieni background yake ilivyokuwa imepoa sana. Hapo fabric ni moja tu ambayo ni rangi ya blue, ya black pamoja na white, ameweza kuvalia na bodysuit kwa ndani. Maua ya hiyo nguo imeweza kuvutia. Angalia kilemba kimeweza kukaa nafasi yake. Rangi za hiyo nguo zimeweza kutulia sana. Carrot, green na black imeweza kutulia sana katika muonekano huo wa hilo vazi. Kwa hiyo unapokuwa unavaa mavazi yako, angalia pia na fabric ambazo unatumia. Angalia stone unazozitumia zinaendana na kitambaa ambacho unakitaka kukivaa. Angalia pia na lemba ambao unafunga, kilemba unafunga cha aina gani. Hivyo mpendwa wangu, ukifanya hivyo utakuwa unaenda vizuri sana. Hiyo ni mishono ya stara ikiwa muonekano wa hivyo, lakini pia kuna muonekano wa mbele. Tukiangalia mikono yake, tukiangalia jinsi styling zilivyoweza kupangiliwa, moja kwa moja unaona kabisa hapo hizo styling ni nzuri na zimeweza kuvutia sana. Haya mpendwa wangu, niambie unaipa kama maksi ngapi hiyo nguo hapo ambayo ina bodysuit ya rangi ya black, lakini nguo ni simple na imeweza kuvutia. Twende mbele. Kuna mshono wa huo hapo ambao umeweza kushine pamoja na lesi ya mikononi, lakini nguo yenyewe yote imekavaliwa na lesi. Niambie mpendwa wangu. Kama hauja comment, please naombeni weka comment yako, lakini pia kwa wale wageni msisahau kusubscribe channel yetu ili tuweze kuwa pamoja, tuende na safari yetu, kwa sababu TZ Fashion tupo hapa kwa ajili ya kuleta mishono mizuri, mishono ya kisasa, ya vitambaa, ya vitenge, fabric tofauti, half cut, ankara, mishono ya aina mbalimbali yote tunakuwekea hapa. Sketi na blouse, short dress, long dress, na maanisha kwamba magauni marefu na magauni mafupi yote yako hapa. Kwa hiyo mpendwa wangu, nahitaji comment hapo chini kuniambia kwamba mishono niliyokuwekea imekubamba kwa namna gani. Sina la ziada. Bye bye.